DW. Maoni. Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi kingine cha maoni mbele ya meza ya duara. Mgogoro wa Iran bado unaendelea kufukuta. Ujerumani imesema iko tayari kushiriki kusaidia kufikiwa amani yoyote na kuvifikisha mwisho vita ambavyo vinaendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ameyasema hayo, akionyesha dalili za matumaini kwamba pengine huenda kukafanyika mazungumzo katika kutanzua mgogoro huu. Maswali yanayoulizwa ni mengi kwa kweli, na hali hii ambayo inaendelea Iran ndiyo ambayo tunaijadili katika kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, kuangalia juhudi za Marekani zimefanikiwa, na Marekani imepata kile ambacho ilikitaka katika Mashariki ya Kati, na kwa upande mwingine Israel nayo imefanikiwa kuyatimiza malengo yake katika vita hivi. Vipi athari za mgogoro huu kuelekea Gaza na mustakabali wa Wapalestina, na vipi pia kwa upande wa Lebanon na swala la Hezbollah katika mgogoro huu? Hali itakuwaje huko Lebanon? Tunaye Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, ambaye kawaida anakuwa katika mji wa Tehran kule Iran, lakini sasa amesharejea visiwani Zanzibar. Tunaye pia vile vile Ibrahim Rahbi, ambaye kwa siku nyingi amekuwa kule Oman, lakini kwa sasa amerejea Dar es Salaam, Tanzania. Yeye ni mchambuzi pia vile vile wa siasa za Mashariki ya Kati na kimataifa. Tunaye katika mji wa New York huko Marekani Profesa David Monda. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Marekani na masuala ya kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Na moja kwa moja tuanze nawe Abdul Fattah Musa. Kwa hali hapa ambapo imefikia, tunashuhudia kwamba viongozi wa Iran wanaendelea kuuliwa. Ali Zera Tangsiri, huyu alikuwa ni kamanda wa kitengo kile cha wanamaji cha jeshi la mapinduzi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambaye alikuwa amesimamia sana kufungwa kwa mlango bahari Hormuz, na Israel imemfuatilia na imetangaza kwamba imemuua. Unaonaje kwa hapa ambapo tumefikia kuhusiana na mgogoro huu? Kwa hakika hatua ambayo Israeli imechukua na ambayo kwa kushirikiana na Marekani ilianza kuchukua tangu vilipoanza vita hivi dhidi ya Iran, yani tarehe 28 Februari, ya kuwaua viongozi mbalimbali wa ngazi za juu wa Iran. Tunaweza kusema kwamba kwa upande mmoja, pamoja na kwamba zimedhoofisha au zinaendelea kudhoofisha nguvu za kijeshi na nguvu za kisiasa za Iran katika vita hivi, lakini kwa rai yangu ni kwamba vinatatiza pia kuweza kupatikana suluhisho na ufumbuzi wa mgogoro huu kwa njia ya haraka. Na sababu ni kwamba kwa mtazamo wa Iran, yanapofanyika mauaji kama haya, yanazidi kuwapa ule mtazamo kwamba mbali na kauli, lakini kimsingi hasa lengo halisi la vita hivi ni kutaka kusambaratisha mfumo mzima wa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu, kwa maana kwamba lengo ni kufuta uwepo kwa mfumo huu. Kwa hivyo linapokuja suala kama hili, mtazamo wa Iran katika vita unakuwa zaidi ni mtazamo wa kuwa wagumu zaidi, kuwa tayari kufanya mazungumzo na kuweza kuwa tayari hata kulegeza msimamo katika hatua ambazo Iran imekuwa ikizichukua katika muda wote sasa wa wiki hii ya 4 tangu vita hivi vilipoanza, ikiwemo kushambulia maeneo mbalimbali ya ndani ya Israel na kulenga vituo vya kijeshi, vya kiintelijensia na hata vya maslahi ya kiuchumi za Marekani katika nchi zote zilizozunguka Ghuba ya Uajemi. Kwa hivyo hatua hizi kwa hakika tunaweza tukasema kwamba zaidi zinatatanisha kuweza kupatikana mwafaka wa kufikia maridhiano ya kuvimaliza vita hivi, kama si angalau kuweza kufikia usitishaji vita. Haya, asante. Nitakuja kwako Ibrahim Rahbi hivi punde. Abdul Fattah, operation hii ambayo imepewa jina Epic Fury inayoendeshwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, unaiona vipi? Kwa umbali gani mpaka hivi sasa imeweza kubadilisha pengine ule uwiano wa kijeshi Mashariki ya Kati, au unaona pengine ni vikwazo tu vya muda ambavyo vinaikabili Iran kutokana na operesheni hii?
Operesheni hii ya kijeshi, kusema kwamba imekuwa na taathira gani kwa nguvu za kijeshi za Iran, bila shaka kama vilipokuwa vita vya siku 12 vya mwezi Juni mwaka uliopita, ambavyo bila shaka yote viliathiri kwa nguvu na uwezo wa kijeshi wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi. Operesheni hii pia nayo hadi sasa imekuwa na taathira hasi kwa upande wa Iran, yani imedhoofisha kwa kiwango kikubwa uwezo na nguvu za kijeshi za Iran. Lakini jambo ambalo kwa upande mwingine limeshinda kuleta mabadiliko ya msingi ni kwamba badala ya kuweza kwa namna fulani, kama ambavyo Marekani au Rais Donald Trump wa Marekani amekuwa akidai kila mara, kila anapozungumzia mafanikio ya vita hivi alivyoanzisha kwa kushirikiana na Israel dhidi ya Iran, kudai kwamba kinachopatikana au matokeo ya hatua alizochukua ni kuweza kuwepo usalama zaidi, kuweza kuwepo amani zaidi na kuwepo uthabiti zaidi katika Mashariki ya Kati. Ukweli kwa mtazamo wangu ni kwamba ni kinyume chake. Na mfano hayo wa hilo ni kama tunavyoshuhudia hivi sasa kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambao hatua hiyo imekuwa na taathira kubwa katika kuathiri mfumo wa hali ya kiuchumi kimataifa kutokana na kupanda kwa bei ya nishati, vile vile kukwama meli nyingi sana zinazohusika na usafirishaji wa mbolea, kitu ambacho kina taathira ya moja kwa moja katika kilimo katika uga wa kimataifa, jambo ambalo tayari limeshatabiriwa kuwa litaleta madhara makubwa katika suala la hali ya bidhaa au bei za bidhaa katika kipindi kijacho, pengine si zaidi ya miezi 6 au miezi 9 ijayo. Dunia itaweza kuona mshtuko kama huo kutokana na athari za hatua hii ya kufunga mlango bahari wa Hormuz. Ibrahim Rahbi, tuangalie kama kweli Marekani na Israel wanafanikiwa katika operation hii ya Epic Fury katika kuitwanga Iran. Ipi tathmini yako? Unaona kwamba wanapata mafanikio yale walio ya kusudia, au ni mambo yako vile vile tu kwamba nchi inaharibiwa na wale wanapigana wanatuangana, lakini hakuna chochote ambacho kimepatikana mpaka sasa? Bila shaka kila upande umekuwa na hesabu zao, hasa kwenye hii vita. Mmeanza hapo kwa kuuawa moja wa makamanda wa ngazi za juu wa IRGC. Mkuu wa CIA Tulsi Gabbard nadhani alizungumza na vyombo vya habari wiki jana na akakiri wazi kuwa Israeli na Marekani zimekuwa na malengo tofauti katika mzozo wa Irani, hasa Israeli ikiwa na lengo hasa la kudhoofisha uongozi au la kusababisha mabadiliko ya utawala ndani ya Irani, huku Marekani ikiwa imejiegemeza zaidi kuhakikisha kuwa inaondoa uwezo wa kijeshi wa Irani pamoja na udhibiti wa makombora wa Irani pamoja na mpango wake wa nyuklia. Kwa hiyo unaweza ukaona wawili waliopo kwenye vita wamekuwa na malengo tofauti, na ndio maana umekuwa ukisikia kila linapotokea kuwa mauaji ya viongozi fulani ndani ya Irani, wanaokuwa wametekeleza mpango huo wanakuwa ni Israeli, kwa sababu Israeli hesabu zao ni hizo kuwa tunataka tudhoofishe. Lakini Israeli anakifanya hiki kwa hesabu ya pili zaidi, kwa sababu ukiangalia kura ya maoni ya ndani ya Israeli ni juu ya 60% ya Waisraeli wanataka nchi ibaki kwenye vita dhidi ya Irani, kwa sababu katika vita hii wao hawajabeba mzigo mkubwa kwenye hii vita, isipokuwa Amerika ndio amebeba mzigo mkubwa. Kwa hiyo wanaona ni bora waendelee kupigana kutokana na nini? Kwa mustakbali wao. Maana yake utaona kuwa Israeli hawataki mazungumzo, hiki kinachoitwa mazungumzo wao hawakitaki kati ya Amerika na Irani. Lakini Marekani upande wa pili, yeye anakwenda kubeba mzigo mkubwa zaidi. Inapokuja lawama ya upandaji wa mafuta duniani, inakwenda moja kwa moja kwenye mgongo wa Trump. Inapokuja matatizo ya ulimwengu, matatizo ya gesi, matatizo ya usalama, matatizo yote yanakwenda kwenye kichwa cha Amerika na Trump moja kwa moja. Kwa hiyo Israeli anakuwa ameepuka hizi lawama kwa upande huo, licha ya kuwa yeye anashiriki kwenye hiyo yote. Ndio maana unaona kuwa Israeli anamwambia Marekani, hapatakuwa na mazungumzo, wewe tuendelee kupigana, hali ya kuwa aliyetangulia mbele ni Marekani, sio Israeli. Kwa hiyo hasara kubwa mpaka sasa unayoisikia mfano ya wanajeshi, hasara ya vifaa, vinakwenda zaidi vifaa vya Marekani, silaha za Marekani na kila kitu, maana yake Israeli yuko nyuma. Sasa wamefanikiwa kipi? Unajua, ukiondoa kile ambacho wanatuambia kwenye vyombo vya habari, Waziri Mkuu Netanyahu amezungumza mara kadhaa kusema kuwa hata kama wakijiondoa kwenye vita kwa leo, itamchukua Irani miaka 10 kurudi kwenye njia yake. Hali kadhalika Donald Trump mara kadhaa amezungumza kwenye vyombo vya habari kuwa hawana jeshi la majini, hawana jeshi la anga, hawana lolote. Lakini ajabu kuwa vifungu 15 vilivyopelekwa kwa Irani juzi, karibu vyote vinaagiza yote hayo kuwa tunataka muondoe nyuklia zenu, tunataka makombora yenu, tunataka
Yani vyote ambavyo wanavitaka ni vile ambavyo tayari wanazungumza kwenye vyombo vya habari kuwa wamevimaliza na havipo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho wanatuonyesha upande wa pili kuwa si kweli wanachotuambia. Manake kama wangekuwa wamevimaliza wasingepeleka kwenye proposal kuwa tunataka hiki, kwa sababu ni tayari mmeshamaliza huu mchezo. Kwa hiyo kwenye mafanikio nadhani ni mafanikio zaidi ya vyombo vya habari ambayo tunaweza tukayaona, lakini kwenye uhalisia nadhani vita ya kimkakati ya Irani imefanikiwa zaidi, kwa sababu bado mpaka hapa tunazungumza udhibiti wa mfereji wa Hormuz uko kwenye mikono ya Iran. Kuwa bado mechi wanaiendesha wao. Unaona vipi kuhusiana na ombwe katika uongozi wa Iran kwa hapa ambapo tumefikia? Vipi unaona ombwe hili linaathiri ule mfumo wa kamandi ya Iran na ule umoja na mshikamano wa jeshi la mapinduzi la Iran katika kuhimili vishindo vya Marekani na Israel? Nadhani kama kuna somo fulani ambalo Irani wametupa duniani, na amini baada ya huu mzozo au baada ya hii vita, kuna nchi nyingi zitataka kukopi na kuiga staili ya serikali au mfumo wa mzima wa serikali ya Irani unavyoendeshwa, kwa sababu Irani walionyesha dunia kwenye 12 days war. Mwanzo wa vita tu kamanda mkuu aliuawa wa kijeshi, lakini wakarudi kwenye vita na upande wa pili ukaomba mazungumzo. Mara hii mwanzo kabisa wa vita kiongozi mkuu wa nchi pamoja na kamanda na maafisa kadhaa wa IRGC waliuawa, yani wale watu wa maamuzi waliuawa. Lakini mpaka sasa hivi tunazungumza kuwa waliodhibiti mfereji wa Hormuz na wanaotuamulia nao ni bado ni wao. Kuna kitu ambacho alikizungumza waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliposema kuwa mfumo wetu wa uongozi ulitakiwa wajifunze watu kuwa mfumo wetu ulishaandaliwa warithi wengi kabla. Akatoa mfano hata yeye leo waziri wa mambo ya nje akiondoka, nyuma yake kuna wengi ambao wataziba ile nafasi. Maanake ni kama tayari, yani wanasema ni mfano wa magazini yenye silaha, zile risasi ikitoka moja ya pili na sukuma inaenda inakaa kwenye njia na inakuwepo inaendelea. Kile ambacho kinachoonekana kwa nini viongozi, nimekizungumza kwenye swali la msingi kuwa ni mchezo wa kusudi wa Israeli unafanyika. Pale Marekani ataposema kuwa huenda tuanzishe mazungumzo na fulani, Israeli watamtag moja kwa moja yule wamuue ili isipatikane mazungumzo, kwa sababu vita hii ilikuwa ni vita ya ishara ya uwepo wa Israeli. Na mimi na kauli moja huwa nasema vita hii ni kati ya panga na shingo. Yani ilikuwa haiepukiki kwa namna yoyote. Niliyazungumza wakati wa mazungumzo yanaendelea, nikasema sioni aina yoyote ya makubaliano ambayo itampa nafuu Israeli. Sasa mfano hivi sasa hali iliyofikia, kama wanaitana kwenye meza, nani anakuwa kapoteza zaidi? Kwa sababu aliyeshikilia kikubwa atapata kikubwa. Sasa waliingia na vitatu, tunataka makombora, tunataka tuzuie nuclear, tunataka tu proxy wasiwepo, tunataka tufanye regime change. Yote yamesimama. Tuna mgogoro mpya wa Hormuz, tuna migogoro mingine. Maana utaona kuwa matatizo walioanza nayo yalikuwa ni kidogo, sasa yamezaliwa mengi, na bado upande wa pili umekuwa na nguvu ya kufanya maamuzi ya upande mwingine. Kwa hiyo kama watakaa kwenye meza, manake Irani atapata zaidi kuliko alichokuwa nacho wakati wa mwanzo wa vita. Haya, nije kwako Profesa Monda. Swala la mazungumzo, Irani imeweka masharti yake ya kuvifikisha mwisho vita na imeukataa mpango wa Marekani ambao ulikuwa umewasilishwa. Kuna bwana huyu anaitwa Mohamed Kalibaf, mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa na ana mafungamano ya karibu na jeshi la Iran. Unaiona wapi fursa yake katika kuyasimamia mazungumzo, tukizingatia diplomasia ambayo inatumika sasa hivi? Ujerumani imesema iko tayari pia kusaidia kupitia waziri wake wa ulinzi Boris Pistorius. Pakistan nayo imethibitisha kwamba inapeleka ujumbe kati ya Iran na Marekani. Imekuwa kama mshenga hivi. Unaelezaje swala zima la mazungumzo? Kwa wakati huu ni vigumu kubashiri au kubaini vile yataweza kwenda, na nasema hivyo kwa sababu ni kama ni mchezo wa karata. Kwa upande fulani, serikali ya Donald Trump inataka kujionyesha kwamba imeweza kudhibiti hali ya usalama kule Mashariki ya Kati, imeweza kuipiga kalamu Iran, na kwa wakati huu inaonekana kidiplomasia Marekani inataka kujitoa pale, lakini haitaki ijionyeshe kwa ubabe wake, hususan Donald Trump, ya kwamba imeweza kushindwa vile ilivyokuwa kule Somalia, tuseme kule Afghanistan, na pia kule Iraq.
Kwa upande mwingine pia Iran kidiplomasia pia ingependa kwa kiwango fulani vita viendelee, sio kwa sababu haijapata madhara au majeraha mengi kwenye miundombinu, kwenye uchumi wake, lakini kila kukicha, siku zikiendelea, serikali ya Donald Trump kwenye karata hizi za kidiplomasia inaendelea tena kubanwa nje na ndani. Nasema hivyo kwa sababu hapa Marekani uchumi unaendelea kusambaratika. Wana Republican wanaogopa ya kwamba kwenye uchaguzi wa kati ya muhula watapigwa kalamu. Kwa hivyo wanamwambia Trump asitishe vita hivi haraka upesi. Na pia tunao ya kwamba kila siku tulipo kwenye vita hivi Marekani inaendelea kutumia zaidi ya dola bilioni 1 kwenye vita hivi. Kwa hivyo Marekani nao wanasema ya kwamba jamani, sisi hatuna uhasama na Iran. Rais wetu hajatoa sababu maalum ya kwamba mbona alianza vita hivi, ni kama ni ubabe wake. Kwa hivyo ni kama ni karata za kidiplomasia zinazoendelea kwa wakati huu, lakini nadhani mwishowe hivi karibuni pande zote mbili lazima zitaweza kuja pamoja kwenye meza kupitia nadhani mataifa mengine, iwe Uswisi, iwe Oman au iwe Ujerumani, na pengine kuweza kujaribu kupata njia mbadala ya kutatua vita hivi. Lakini kwa wakati huu ni kama kidiplomasia pande zote mbili zinapimana ili wakienda kwenye meza ya mazungumzo waweze kuwa na nafsi nzuri zaidi, iwe Iran au Marekani kwenye meza ya kidiplomasia. Abdul Fattah Musa, tuangalie mgogoro huu hapa ambapo umefikia. Bila shaka kundi la Hezbollah nchini Lebanon limedhoofishwa, kundi la Hamas huko Gaza limedhoofishwa. Unaona hali hii inadhoofisha ile nguvu ya Iran kwenye meza ya mazungumzo, au inaimarisha ile ari yake ya kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi, ambapo itaweza kufanya hivyo kupitia mitandao yake bila upinzani wowote? Mimi kwanza niseme ninatofautiana na mtazamo wa Profesa Monda kuhusu swala zima la mazungumzo lilivyo, kwa sababu ukiangalia duru za ndani za Iran zenyewe ni kwamba hazina imani na mazungumzo, yani hazina imani ya kufanya mazungumzo tena na Marekani. Mpaka sasa, pamoja na kwamba kama ulivyoashiria katika swali ulilomuuliza Profesa Monda kwamba huyu spika wa bunge la Iran Muhammad Baqir Qalibaf amekuwa akitajwa sana na duru za Marekani kwamba ndiye anayehusika katika mazungumzo haya, lakini yeye mwenyewe binafsi amejitokeza hadharani na kusuta suala hilo na kusema kwamba ni kauli au taarifa za kutunga tu. Kwa hivyo mpaka sasa msimamo rasmi wa ndani ya Iran ni huo ambao tumeuona kupitia jibu la vipengee 5 ambalo Iran imetoa. Imeukataa mpango wa vipengee 15 uliotangazwa na Rais Trump, na badala yake Iran imetoa mpango wake wa vipengele 5 vya kutaka hayo yatekelezwe, ndipo itaweza kufikia mwafaka wa kumaliza vita na si kusimamisha vita, likiwemo swala lenyewe la msingi la kwamba lazima mara hii kuwepo na dhamana ya kukomesha vita hivi moja kwa moja. Kwa hivyo kwanza hili swala la mazungumzo kwa duru za Irani ndani, kumekuwa na dhana kwamba huenda huu ni mtego tu ambao Rais Trump anautumia, pengine wakati wowote kutoka sasa inaweza vikashuhudiwa mashambulizi makubwa ya kijeshi ambayo Marekani inaweza ikaanzisha hasa kwa lengo la kuvamia mmoja wapo au baadhi ya visiwa vya Iran katika eneo la Ghuba ya Uajemi, lengo hasa likiwa ni kuweza kuhakikisha Marekani inaufungua mlango bahari wa Hormuz kwa njia za kijeshi, au pengine hata kuingiza askari wake ndani ya ardhi ya Iran. Hilo ndio jambo ambalo inaonekana Iran inajiandaa nalo zaidi hivi sasa kuliko hicho kinachodaiwa kwamba kuna mpango wa kufanyika mazungumzo Pakistan na kupitia upatanishi wa nchi hiyo pamoja na Misri pengine na Uturuki. Hata hivyo uhakika walipi kati ya hayo ndio utakaothibiti utaonekana. Ama kuhusiana na suala la kwamba Iran washirika wake sasa hivi wamedhoofika, hili nalo pia inaonekana kwamba haliendani na uhalisia wa mambo, kwa sababu tukifuatilia duru za kijeshi zinaonyesha kwamba kundi la Hezbollah, kinyume na ilivyodhaniwa na Israeli yenyewe, na hata duru za Israeli zimekiri hadharani kwamba zilidhani kwamba nguvu ya Hezbollah imemalizika, na ndio maana Netanyahu akamshawishi Rais Trump kuingia vitani tena, akiamini kwamba Iran itapigana vita hivi peke yake. Lakini ukweli ni kwamba hivi sasa Hezbollah inapambana vikali na Israel, imeweza kuteketeza
kuteketeza vifaru kadhaa vya Israeli katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, na hata inasemekana kwamba imeweza kurusha makombora umbali wa kilomita 200 kuingia ndani ya ardhi ya Israel, kitu ambacho hakikuwahi kushuhudiwa hapo kabla. Na tayari mashambulio ya makombora ya Hezbollah yanafika mpaka ndani ya mji mkuu wa Israel, Tel Aviv. Kwa hivyo suala la kwamba Hezbollah iko katika hali ya kudhoofika hivi sasa, kwa sasa angalau tunaweza tukasema kwamba hali imebadilika. Na kwa upande mwingine tusisahau kwamba kuna kundi la Wahouthi wa Yemen ambalo nalo pia hadi sasa bado halijajiingiza katika vita hivi, ingawa tayari tunajua kwamba tayari kuna makundi ndani ya ardhi ya Iraq ambayo nayo pia yanakabiliana na Marekani kwa kulenga vituo mbalimbali za kijeshi ndani ya Marekani, ukiwemo ubalozi wake. Kwa hivyo kwa sasa vita hivi hatuwezi tukasema kwamba Iran inapigana katika hali ya udhaifu. Washirika wake mbalimbali wamekuwa wakionekana kwamba wanachangia katika vita hivi ambavyo Iran imeendeleza au inaviendeleza kwa kukabiliana na uvamizi wa kijeshi ulioanzishwa na Marekani na Israel. Profesa David Monda, tuangalie athari ya vita hivi kwa Gaza na mustakabali wa Wapalestina. Hawa walikuwa wamekabiliwa na shida kubwa, na sasa hivi inaonekana bado vita vinaendelea katika eneo zima la Mashariki ya Kati, na kama alivyotaja hapo Abdul Fattah Musa, uwezekano wa kupeleka pengine wanajeshi wa ardhini. Unaona wapi mustakabali wa Gaza kuhusiana na mgogoro huu ambao unaendelea, na hasa iwapo kama wanajeshi wa ardhini watatumika katika mapambano haya ambayo mpaka hivi sasa tumeshuhudia yakifanyika, hasa kutokea angani kupitia ndege za kivita na pia vile ndege zisizo rubani, droni? Mimi kwa upande yangu na maoni mbadala na Abdul Fattah kujibu hapo haraka, kwa sababu sidhani hapa Marekani kuna nia au kuna uungwaji mkono wowote wa kupeleka wanajeshi kule Iran. Kihistoria tunajua Jenerali Alexander alijaribu kuchukua eneo hii ya Pasha na ilibidi ajitoe pale. Tumejua vita kati ya Iraq na Iran, mamilioni za watu walifariki. Na nadhani vile alikuwa akieleza, tuseme Marekani ikiamua kuvamia Iran hata siku ya leo, ichukue visiwa vya Karg, visiwa ambavyo vinatumiwa kusafisha mafuta ghafi za Iran na kuweza kuziuza kote duniani, itachukua idadi gani ya Wamarekani kwenda huko? Visiwa hivi hata Marekani kivithibiti haviko kwenye mlango huu wa Hormuz, na itazua maandamano mengi sana hapa Marekani, sio tu kwa upande wa mrengo wa kushoto, lakini tusahau ya kwamba mrengo wa kulia, wafuasi wengi wa Donald Trump waliompigia kura hapa Marekani, wengi sasa wamekasirika na msimamo wake, ya kwamba alikuwa amesema ya kwamba ataacha hivi vita visivyoisha na akijaribu kupeleka wanajeshi wa Marekani kule Mashariki ya Kati. Nadhani hata kwenye bunge kutakuwa na kusambaratika na ule uungwaji mkono wake. Pia tusahau ya kwamba kura za maoni kwa wakati huu hapa Marekani zinaashiria kwamba zaidi ya 60% za raia hapa Marekani hawataki wanajeshi kuingia kule Iran. Lakini nadhani kwa mustakabali huu wa Gaza na wa Palestina, nadhani hili ndilo donda ndugu mwenyekiti. Jambo la kusikitisha kwa sababu wakati huu tumeangazia vita hivi kati ya Iran kwa upande fulani na Marekani na Israel kwa upande mwingine, lakini mbarika hii, maafa yaliyokuwa yakijitokeza kule Gaza ni kama yamesahaulika. Jamani, vile Urusi ilivyoivamia Ukraine, kulikuwa na hofu na kulikuwa na kule kushutumiwa sana kwa Urusi na mabomu na silaha na mauaji haya mengi. Lakini nadhani kujibu swali lako, jambo hili linaendelea kusahaulika. Maafa yaliyopo kule Gaza, walowezi kwa wakati huu wameendelea na siasa zao za mrengo wa kulia, wamekuwa wakiua watu kiholela, na nadhani jambo la kusikitisha hapo, kujibu swali lako tena, ni kwamba swali hili litaendelea kusahaulika, na nadhani ule ubabe kwenye maeneo mengine
iwe Ukraine na Urusi, na hapo Mashariki ya Kati kule kati ya Iran na Marekani zitapewa kipaumbele. Lakini kila kukicha Wapalestina ni kama wanatumiwa kama vyombo tu vya kisiasa na kijeshi. Lakini kihalisia sidhani ya kwamba kutakuwa na ufunguzi wowote au kuangaziwa upya mbarika hii ya Wapalestina, hususan kule Gaza, kwa sababu serikali hii ya Israel ni serikali ya mrengo wa kulia sana, na wangependa hata kunyakua ardhi zaidi ya Wapalestina. Haya, Ibrahim Rahbi, nisikie kidogo kauli yako na wewe kuhusiana na athari ya vita hivi kuelekea Gaza huko na Wapalestina. Unasemaje? Bila shaka kama Profesa Monda alichokizungumza kuwa kuna hali ambayo haifahamiki, na Israeli ni wazuri sana kwa kutumia fursa, kwa sababu ukiangalia ajenda kubwa ile ya Greater Israeli ni ajenda ambayo imekuwepo. Sasa katika kipindi hiki ambacho ulimwengu unageuza macho kwenda upande wa pili unaona kuwa Israeli wanazidi mbinyo wao, kwa sababu katika kipindi hiki wameongeza kuzuia taasisi nyingi ambazo zilikuwa zikitoa misaada kule Gaza, lakini udhibiti wa mipaka ya Rafah na mipaka mingine yote inaingia Gaza umeongezeka maradufu. Lakini mashambulizi ya ndege na droni za Israeli kuelekea Gaza umepanda sana, na jicho moja tutalitazama Gaza, lakini wakati dunia inapigania kingine, Israeli wao hupigania kutengeneza ile Greater Israel, kwa sababu tunaona vikosi vya Israeli tu si Gaza vinavyosumbua, vimekwenda kule Syria na karibu eneo kubwa la Golani, wamekwenda mpaka Quneitra, wameshikilia na wanachora mipaka mipya. Hali kadhalika askari wa miguu wamevuka kuingia upande wa Lebanoni, ambapo wanataka waende wakasogee zaidi. Sasa wakati dunia inahangaika na swala la Irani na upande wa pili, Israeli wao wanachonga njia nyingine kwa upande wa pili, kwa sababu watu wa Gaza wameendelea kukabiliwa na hali ngumu, huku upande wa West Bank kule ukingo wa magharibi vikosi vya Israeli vimeendelea na kuvunja nyumba za Wapalestina na kuwahamisha kwa nguvu, huku ndani ya Israeli sheria za ndani za udhibiti wa ardhi zikibadilishwa na mipaka. Hivi sasa Waisraeli wana haki ya kununua ardhi kwenye maeneo ya ukingo wa magharibi, kinyume kabisa na mkataba wa Oslo wa mwaka 93 ambao ulisema wazi kuwa ardhi inayotambulika kuwa ni ya Palestina ijayo ni mali ya Wapalestina ambayo haiwezi ikahamishwa kununuliwa upande mwingine. Lakini Israeli wamebadili sheria hiyo yote kwa lengo la kutaka kuchukua ardhi zaidi. Nimeona nchi kama Ufaransa na nchi kama Hispania zimetoa kauli wiki hii kukemea kile kinachofanywa na Israeli kule ukingo wa magharibi na kule Gaza. Sasa kwa sababu kuna swala kubwa ambalo linaendelea sasa ambalo linaonekana ni Irani Israeli. Kama tukitoka kidogo, watu wanajadili mgogoro wa Hezbollah na Lebanoni. Watu wamesahau swala la Gaza, lakini ndani ya Gaza Israeli yupo kimkakati zaidi. Katika kipindi ambapo dunia imegeuza macho yote kupeleka upande wa pili, wao wanajaribu kwa kila njia kusogeza na kuendelea kupata vingi zaidi katika kuvunja makubaliano ya mwaka 93 ya mkataba wa Oslo ambao ulirekebishwa mwaka 95. Abdul Fattah, tuangalie mazingira ambapo utawala wa Iran umesambaratika kutokana na vita hivi na operesheni hii ambayo inafanywa na jeshi la Marekani na Israel dhidi ya Iran. Unaona kwamba jeshi linaweza likahodhi madaraka na kushika dola, ambapo sasa kiongozi mkuu mpya Mojtaba Khamenei atakuwa kama mshirika, na kama itakuwa hivyo, unaona kwamba hii inaweza kuwa kitisho kwa eneo zima la siasa za ndani na eneo zima la Mashariki ya Kati. Kutokana na mfumo wa kiutawala wa Irani ulivyo, mfumo wa uongozi wa kidini unaongozwa na kiongozi mkuu wa kidini ambao una mfungamano pia na mfumo wa kisiasa, yani wa rais, mkuu wa mahakama na bunge kwa upande mwingine, pamoja na vikosi vya ulinzi vya Irani na hasa jeshi la walinzi wa mapinduzi. Ni mfumo ambao umeungana pamoja, si vitu ambavyo katika mfumo wa Iran unaweza kuvitenganisha. Nasema hivi ni kinyume labda na tawala za hasa maeneo ya kwetu ya nchi za Kiafrika, ambapo ni rahisi kuona kwamba rais anapinduliwa alafu jeshi linashika hatamu za utawala na kuongoza nchi baada ya kusambaratika mfumo wa kisiasa. Lakini kwa kadiri ambazo nimeusoma na kuona kwa karibu mfumo wa kisiasa wa Iran, ni kwamba endapo itatokezea kwamba mfumo wa utawala wa Iran utasambaratika kutokana na vita, bila shaka ni kwamba hata vikosi vya ulinzi vya Iran, ikiwa ni jeshi la kawaida au jeshi la walinzi wa mapinduzi, navyo pia vitakwenda sambamba
na mfumo huu wa kisiasa, na kinyume chake ni hivyo hivyo. Endapo hilo litashindikana, ni kwamba mfumo wa utawala wa kisiasa na kidini wa Iran utaendelea kulindwa na vyombo vyake vya ulinzi na vya kijeshi, kwa sababu vyombo hivyo vya kijeshi mfungamano wake uko moja kwa moja na mfumo wenyewe wa utawala. Kwa hivyo si kitu ambacho mimi binafsi ninaweza kukitazama katika mtazamo huo kwamba utawala wa Kiislamu au serikali ya kidini inaongozwa na kiongozi mkuu wa kidini ambaye sasa ni Mujtaba Khamenei inaweza ikasambaratika, lakini badala yake jeshi la walinzi wa mapinduzi au jeshi la kawaida la Iran vikaamua kuingia na kushika hatamu za utawala wa nchi, kwa sababu hata nchi yenyewe ya Iran ni vigumu kuweza kukubali kirahisi kutawaliwa na vyombo vya kijeshi. Hili ni jambo ambalo halina historia katika nchi ya Iran. Pengine hilo linaweza kupelekea zaidi kutokea uasi wa umma wa kukataa kuwepo kwa mfumo wa utawala wa aina hiyo. Asante Profesa David Monda. Naja kwako hivi sasa, tuangalie kitisho ambacho Iran inaweza kukisababisha kwa usalama wa Marekani ndani kwenyewe, na pia athari ya vita hivi kwa zile shehena za silaha za Marekani kadri vita vinapoendelea, na hasa kama tutazingatia kwamba vita hivi vitaendelea kwa muda mrefu. Unaona wapi athari na vitisho kwa Marekani? Nadhani athari na vitisho kwa Marekani sana sana zitajitokeza kule Mashariki ya Kati kwenye maslahi za Marekani. Tumeona kwamba Iran imetoa tisho kwa makampuni ya Marekani na ya Magharibi ambayo yanafanya biashara kule Mashariki ya Kati ya kwamba vita hivi vikiendelea, Iran ilitoa tisho ya kwamba makampuni haya pia yatashambuliwa. Pia zile kambi za Marekani zipo nyingi sana kule Mashariki ya Kati, huenda Iran ikashambulia kambi hizi au pia kupitia washirika wake, iwe ni Wahuthi au iwe na vile vikundi vinavyounga Iran mkono kule Iraq. Vikundi kule Syria. Tunajua hali ya usalama bado haijathibitiwa, lakini nadhani Iran haiwezi kutoa kombora ambalo litatoka Tehran kuja tuseme kupiga New York ama Los Angeles ama Chicago, lakini itatumia mbinu nyingi hizi tunaita asymmetric warfare, mbinu za vita kati ya dola kubwa na dola ndogo, kuweza kusambaratisha hali ya kiuchumi, bei ya mafuta ghafi, kuipiga Marekani. Na pia tusahau ya kwamba mataifa ya Magharibi ya Ulaya ndiyo yaliyo karibu na Iran. Kwa hivyo hali ya usalama ikiendelea kusambaratika, pia Iran itatumia mbinu hiyo pengine kuhakikisha kwamba wakimbizi waweze kuelekea kule Ulaya vile ilivyofanyika wakati Syria ilipokuwa ikisambaratika. Ndiposa tunapata kwamba Trump kwa wakati huu anajaribu juu chini kupata njia ya kidiplomasia kuweza kusitisha vita hivi, lakini kujibu pia swali lako ya kwamba hali hii ya usalama na pigo litakalotoka kutoka Iran pia itakinzana na Israel, kwa sababu Israel ingependa kuendeleza vita hivi, kuweza kusambaratisha taifa la Iran na kuweza kuongeza eneo yake ya kijiografia kule Mashariki ya Kati, lakini maslahi ya Marekani yanaenda kando na pale. Kwa hivyo nadhani Iran itotumia njia za kuendeleza au panua eneo ya athari ya vita hivi ili kupiga Marekani na washirika wake kwa masuala ya kiuchumi, kwa masuala ya bei ya mafuta ghafi, lakini kwa masuala pia ya kiusalama kwenye eneo ya Mashariki ya Kati, na pia kwenye kutumia tisho hili la wakimbizi kuelekea kule Ulaya kuweza kubana uchumi za Ulaya pia kwa njia nyingine. Abdul Fattah, tuangalie sasa dhima ya upinzani wa Iran katika mgogoro huu. Umekuwa ukifuatilia bila shaka. Unauona vipi upinzani wa Iran kuelekea vita hivi, na ni kipi ambacho unakiona kinaweza kutokea iwapo makundi ya Wakurdi yataanzisha uasi wa kijeshi ndani ya Iran? Unaona kwamba huu utakuwa pengine ni upenyo wa kisiasa umefunguka, au unaona itakuwa ni changamoto nyingine ya kijeshi kwa Iran?
Suala la upinzani wa ndani ya Iran au uasi wa ndani ya Iran ni katika moja ya mikakati mikuu ya vita hivi vilivyoanzishwa na Marekani na Israel. Na hata yale machafuko yaliyozuka ndani ya Iran mnamo mwezi Januari, inasemekana kwamba vita hivi vilikuwa vimepangwa vianzishwe mwezi Mei au Juni, lakini machafuko yale yalizidi kuwapa tamaa Marekani na Israel, na hasa Israel ambayo ndio mchocheaji mkubwa wa vita hivi, kwamba hali ya Iran ni nzuri zaidi kwa ajili ya kufanikisha machafuko ya ndani, upinzani na uasi ndani ya Iran. Na ndio maana inaaminika kwamba mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran yalipofanyika siku ya kwanza yalitegemewa kwamba yafuatiwe na machafuko hayo ya uasi wa ndani. Tunajua kwamba kuna makundi ya Wakurdi katika eneo la Kurdistan la Iraq ambalo yana mfungamano pia na makundi ya Kikurdi yaliyomo ndani ya Iran, na ndio hayo ambayo Rais Trump alitangaza hadharani kwamba endapo yataamua kuanzisha uasi, Marekani iko tayari kuyasaidia kijeshi kufanikisha uasi huo. Lakini suala la uasi ndani ya Iran haliwahusu Wakurdi peke yao. Kuna hofu pengine kutokea uasi katika maeneo ya Baluchistan ambako kuna makundi kule ya Mabulushi, na vile vile kutokea uasi hata katika maeneo ya Waarabu na katika maeneo ya Waturki, maeneo ya magharibi kaskazini ya Azerbaijan. Kwa hivyo Iran kimsingi, suala la hofu ya machafuko au uasi wa ndani endapo hali ya kisiasa itavurugika au endapo vita hivi vitadhoofisha mfumo wa utawala wa Iran, hilo ni jambo ambalo linahofiwa na Wairani wengi, ambalo kama litatokezea huenda likapelekea kutokea mauaji makubwa ndani ya Iran na hata kuweza kupelekea Iran kuweza kugawanyika na kupasuka vipande vipande kwa kutokea kuanzishwa kwa mataifa au nchi nyingine ndani ya ardhi kuu ya Iran. Haya, asante sana Ibrahim Rahbi. Abdul Fattah ametaja hapo awali kuhusu swala la waasi wa Houthi nchini Yemen. Unauona wapi uwezekano wa hawa waasi pia kujiingiza katika mgogoro huu? Ukiondoa ambapo Hizbullah walitangaza awali kabisa kabla ya mzozo kuwa wao yani kwenye huu mzozo ni lazima watakuwa na upande, hawawezi kukaa bila upande, na tukaona tu baada ya kuuawa kiongozi mkuu Khamenei, Hizbullah wakaingia katika kile ambacho wanasema kuwa walikuwa wanaungana na wenzao, hasa kumbukumbu ya kiongozi wao mkuu wa kiimani Khamenei. Wahuthi wa Yemen ambao tunafahamu kuwa mara nyingi wamekuwa ni washirika wa Irani na mara nyingi wamekuwa wakifanya hivyo na wamekuwa sambamba na Hamas. Katika kipindi hiki hawajajiingiza kwenye vita ya moja kwa moja. Wamekuwa wakijizuia angalau kubaki kwenye ile mikataba ambayo waliingia na Marekani kipindi cha nyuma na Saudi Arabia kwa pembeni, lakini huwezi kuamini moja kwa moja kuwa wanaweza wasiingie, kwa sababu kumekuwa na kauli tofauti zikitolewa na Wahuthi kuwa endapo mambo yakizidi sana hata wao watavuka mstari waingie. Hofu ya kuingia kwa Wahuthi itakuwa ni hofu kubwa zaidi ya tishio baya kabisa la dunia, na huenda kukawa na tishio zaidi upande wa pili, hasa kwa nchi kama Saudi Arabia. Unafahamu Saudia alikuwa akipitisha 35% ya nishati yake kwenye mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo zilizobaki zote anatumia maeneo mawili ya bahari, ima apite kwenye mfereji wa Bab el-Mandeb ambao unatokea kule Yemen, au apite Suez Canal kwenda juu kwa upande wa pili ije Mediterranean. Kwa hiyo ukiangalia hapa kama Wahuthi wanaweza wakajiingiza kwenye mgogoro, maana yake kuwa wanaweza wakaathiri uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa. Unafahamu kuwa Bab el-Mandeb inaakisi 12% ya biashara duniani. Sasa ukiangalia mfereji wa Hormuz utakuwa kwenye udhibiti wa Irani, na kama mfereji wa pili utakuwa umeudhibiti wao. Kwa hiyo hawa ni washirika wa Irani ambao wako hai na silaha wanazo, na hilo linafahamika. Imebaki tu wao wakati gani watajiingiza kwenye mgogoro, lakini wamekuwa wakijaribu kujiepusha. Bila shaka kuna mawasiliano ya karibu na Saudi Arabia, kwa sababu athari ya Wahuthi kuingia kwenye vita hii itaenda kuathiri moja kwa moja anguko kubwa zaidi la Saudi Arabia katika kipindi hiki. Kwa hiyo unaweza ukahisi kabisa kuwa kwao kukaa pembeni kuna mambo fulani ambayo yamewafanya watu pembeni, lakini hatuwezi kuwawekea garantii kama kuwa wanaweza kuwa pembeni kwa kiwango gani. Inategemea muda wa vita utakwenda kwa kiwango gani, kwa sababu hata kipindi hiki ambapo Rais Donald Trump alitishia kuenda kuchukua kisiwa cha Kurd kile cha kule Irani, wao walitoa tamko wakasema ikiwa Marekani itaanzisha uvamizi wa kisiwa cha Kurd, basi wao watajibu kwa kufunga mlango wa Bab el-Mandeb. Kwa hiyo tayari kulikuwa kuna tishio la kuonyesha kuwa wanafuatilia hali kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo dunia isiamini kama wametulia, manake wao pia ni wenye nguvu kama walivyokuwa wameamini Hizbullah imepotea, lakini baada ya kurejea vyombo vya habari vya Israel vinaongea taarifa nyingine kabisa tofauti na tunayoipata kwenye ulimwengu wa magharibi, kuwa hali ni ngumu sana kwenye mpaka kati ya kaskazini na kusini mwa nchi hizi mbili. Haya, asante Profesa
Profesa David Monda, vita hivi ambavyo vinaendelea, tuangalie sasa athari zake kwa mahusiano kati ya Iran na Urusi na jukumu la China pia Mashariki ya Kati. Unaona athari hizi zikoje, na Urusi hapa inaingilia vipi, na baadaye itakuwaje kwa upande mmoja, na mashirikiano kati ya Iran na vile nchi za Ghuba unaona yatakuwaje kwa baadaye? Nadhani kama kuna dola ambalo limefurahia mchanganyiko au mkanganyiko huu na hali ya sintofahamu iliyoletwa na vita hivi ni Urusi, kwa sababu kwa upande fulani kidiplomasia, kisiasa na kiusalama, wengi sasa wametoa macho zao kutoka vita kati ya Ukraine na Urusi na wameangazia sana Iran, na Urusi tena imeweza kujiendeleza kwa vita hivyo. Upande mwingine ni kwamba bei ya mafuta ghafi imeendelea kwenda juu. Tunajua Urusi inazalisha pipa nyingi za mafuta, na pia Marekani ililegeza vikwazo kwa uzwaji wa mafuta ghafi kwa Urusi. Kwa hivyo Urusi itanufaika. Kidiplomasia Urusi imenufaika kwa sababu sasa ni kama Donald Trump atalazimika kwa njia moja au nyingine kutumia miundombinu za kidiplomasia kupitia Urusi kuweza kujaribu kutatua mbarika hii. Pengine hata ifanya hadharani, lakini kwa njia za nyuma pengine pia Urusi pia itapata kipaumbele. Swali la Uchina na uhusiano wao na madola ya Mashariki ya Kati ni kama Uchina imejaribu kutojiingiza sana au kutounga upande mmoja au mwingine kwenye vita hivi, kwa sababu kwa upande fulani Uchina inategemea sana soko la Marekani. Haingependa kuwa na hizo kodi zirejeshwe kwa Uchina au kusambaratisha uhusiano wake wa kiuchumi na Marekani. Upande mwingine pia Uchina inanunua kiwango kikubwa cha mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hivyo nadhani Uchina itaendelea pengine kuangazia kwamba mkondo wa kidiplomasia lazima utumike ili kuweza kuleta mwelekeo mbadala na mwelekeo kwa njia ya amani, kuweza kutatua masuala haya, kwa sababu uchumi wa dunia ukiendelea kusambaratika ni uchumi wa Uchina sana ambayo itagongwa, kwa sababu Uchina inazalisha sana na kuuza sana kote duniani. Haya, asante sana Profesa David Monda. Na msikilizaji, hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumejadili tena kuhusu mgogoro unaoendelea kati ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Msikilizaji, katika meza ya duara leo tumekuwa naye Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Ibrahim Rahbi ambaye pia naye anafuatilia sana masuala ya Mashariki ya Kati na kimataifa, na huko New York Marekani tumekuwa naye Profesa David Monda. Mwenyekiti hapa Bonn nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.